Maombi ya kugawanya jimbo la Mbeya mjini hayajatokana na mimi. Ni maombi ya wananchi. Na maombi ya wananchi yalipelekwa kwa aliyekuwa rais wa kipindi hicho, Mheshimiwa Magufuli. Alipoombwa akasema hivi, wana Mbeya mkichagua Chama cha Mapinduzi, baraza lenu la madiwani likawa la Chama cha Mapinduzi, kikao chao cha kwanza wajadili kugawanywa kwa jimbo. Na hizo taarifa zipo, hata ukienda YouTube sasa utazipata. Sasa kwa hiyo baraza lilishaanza huyo mchakato kitambo kuhusu jambo hilo. Kwa hivyo mtu kwanza kusema pengine speaker anaomba jimbo, ni kweli natamani jimbo ligawanywe. Kwa nini? Kwa sababu ndio maendeleo yenyewe. Ukipata majimbo mawili manake wabunge ni wawili, na kwa hivyo upo uwezekano ukapata halmashauri mbili. Kwa hivyo rasilimali zinazokuja za kuwahudumia hao wananchi zitakuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo huwa sijui kwa nini linajadiliwa kwa namna fulani hivi ambayo kwa kweli pengine niseme ni ya upotoshaji, lakini kiuhalisia ni kweli ningependa jimbo ligawanywe, lakini sio kwa sababu za kisiasa, ni kwa sababu ningependa wananchi wasogezewe zaidi maendeleo. Hapana. Na uzuri nyinyi waandishi wa habari huwa mnafanya sana utafiti. Nadhani katika majimbo yanayohudumiwa vizuri hapa nchini, Mbeya mjini ni jimbo mojawapo ambalo mbunge huwa mara zote yuko na wananchi, na wananchi tu huduma zile wanazozipata kutoka serikalini, lakini pia kutoka kwa mbunge, ni jimbo la Mbeya mjini. Kwa hiyo hakuna mazingira yale ambayo mbunge ataona amezidiwa na pengine ni kama vile ng'ombe ambavyo hawezi kuzidiwa na uzito wa nundu yake, sio? Kwa hivyo hata mimi ni mazingira hayo, lakini kwa kweli ningependa ligawanywe ili wananchi wapate huduma kwa karibu zaidi. Nimeanzisha ile tuzo kwa kutamani waandishi wa habari, kwa sababu ni kundi muhimu sana, na ni muhimu kwa maana ya kuhabarisha umma taarifa nzuri, hata zile zenye changamoto, kwa sababu mwandishi wa habari ndo atakwambia hapa kuna shida, hapa kuna shida, hapa pako vizuri, sio? Sasa nilianzisha zile tuzo kwa ajili ya kuwatia moyo waandishi wa habari ili wafanye habari zao vizuri. Lakini sasa sio habari zao vizuri kwa maana ya kuandika tu habari nzuri, hapana. Lazima wafanye habari kulingana na ile miiko yao, mafunzo yao na nini. Kwa hivyo ndio maana zile tuzo nimeanzisha ili waandishi wafanye pia kazi kwa kuthamini ile taaluma yao, kwa kuheshimu taaluma yao. Na hizi tuzo sasa, kwa sababu zinaleta heshima kwa taaluma yao, maanake hata mwandishi ambaye pengine alikuwa hafati ile misingi ya uandishi sasa ataifuata kwa sababu anatazamia kwamba kuna zawadi fulani. Kwa hivyo zile tuzo kwa sababu zinaambatana pia na kipato, naamini wale waandishi wanaoshinda zile tuzo ama wanaoshindania tuzo anakuwa na matazamio kwamba nifanye bidii, nifanye kazi yangu vizuri ili itakapokuja kuchujwa niwe sehemu ya wale watu wanaopata tuzo. Kwa hiyo ni sehemu pia ya kujaribu kutambua mchango mkubwa wa wanahabari. Ndio lengo hasa.